Kisiwa cha Kiwayu, kaunti ya Lamu, wamesema kuwa kuimarishwa kwa miundo msingi ya sekta ya uvuvi kutaendelea kuimarisha uchumi wa wakazi wa kisiwa hicho. Mwanahabari wetu Oliver George na taarifa hii. Wakizungumza walipopokea mashine za kisasa za boti chini ya ufadhili kutoka ubalozi wa kifalme wa Denmark, wavuvi wa kisiwa cha Kiwayu wamekariri kuwa uchumi wao utaimarika zaidi, kwani watakuwa na uwezo wa kuenda kuvua katika bahari kuu ambako kuna samaki wengi na wenye hadhi ya soko ya kitaifa na kimataifa. Boti ambazo walikuwa hazina mashini, kipato chao kilikuwa ni kidogo, kipata kilo 50, 30, 40. Kulingana wao hawezi kwenda mbali. Lakini boti ambazo walikuwa zina mashini walikuwa zikaenda bahari ya mbali, Mvunteni, sehemu za Kiunga, na zikija uja na kilo 300, 400 kwa sababu wao wana mashini. Injini nikaudisha mwisho mwezi mimi natoa 9,000 nimpatie mwenye engine, kisha nami hapo nami ni collect kitu. Sasa utaona leo mimi ni kama nimebeba mzigo mzito, lakini siku ya leo kama ule mzigo nimeuweka. Sasa mimi na imani kama nita collect na nitajipanga pia kifamilia. Mashine hizo pia zimetajwa kuwa zitaongeza kasi ya boti nyakati za uvuvi, haswa kufikisha samaki bandarini kilinganishwa na boti za zamani. Mwendo wa kasi pia umetajwa kuwa muhimu nyakati za dharura, kwani utasaidia kuwaokoa wavuvi wenzao wakati wa hatari baharini wakiendeleza shughuli zao za uvuvi. Na utapata kuna cases pia za mashua kuzama kule baharini. Na hizi mashini pia zitawasaidia wao kuweza kutoka kwa haraka kufikia wenzao ambao pengine itakuwa wampata ajali huko sehemu za bahari ya juu, kuweza kurescue. Kwa sababu tumekuwa na cases ya boti kuzama, kupotea, na hata pia ndugu zetu wengine kupoteza maisha. Matumizi ya mbinu za kisasa katika bahari kuu yamesemekana ni hatua muhimu ya kulinda na kuhifadhi mazingira ya bahari katika maeneo ya karibu na kisiwa hicho, ambako mazingira yameathirika kutokana na uvuvi ambao umefanyika kwa miaka mingi. These communities have exchanged more than 85% of illegal beach nets that are operating within their seascape. This has helped increase the fish catch, increase the size of their fish, and they have now moved to sustainable fishing, which has also increased their income. Wakati huo gavana wa Lamu Isa Abdalla Timami ametoa wito kwa jamii za Lamu kushirikiana na washikadau wa sekta ya mazingira ili kulinda rasilimali zao za baharini. Tafadhalini tushirikiane na hawa KWS ili tuboreshe mazingira yetu na ili tuhifadhi rasilimali zetu, haswa zile zilioko baharini. Nikiripotia runinga ya TV47 kutoka kisiwa cha Kiwayu, kaunti ya Lamu, jina langu Oliver George. Kwingineko